Ndio, ni wengi wanajiuliza Daktari Sharifu Mbogo ni nani? Mimi hapa ndio Daktari Sharifu Mbogo. Kuna watu wenye wako na majini au mashetani. Mtu amekaa kwa boma, lakini kupata usingizi imekuwa tabu. Amejenga nyumba yake, kuingia kwenye hiyo nyumba imekuwa tatizo. Amenunua hata gari, lakini kuingia kwenye gari tangu tu ainunue tu amekuja hata kuingia ndani anajiogopa mwenyewe. Na ni kweli ni kitu umefanya ukihitaji, umejenga nyumba yako ukihitaji, ukiitaka tu kae kwenye boma lako, lakini mashetani yamekuingilia kwenye boma, yamekukataza kwenye boma, yamekukataza kuishi vizuri, usingizi haupati, kila wakati tu wewe ndio unaona kweli ukifika tu usiku tu ni kitu kama inakuja ukuamsha. Ikisha kuamsha hakuna usingizi tena, ni mawazo, mwili umeisha ukiwa unawaza tu. Madawa ziko, niko na madawa hapa. Hii dawa nikishaifungua hivi, nikuambie kwamba henda ufanye hivi na vile, na kuhakikishia ikiwa ndio umeifanya hiyo siku umefanya. Ikiwa umefanya mchana, usiku mwenyewe utaniambia kweli Daktari Sharifu Mbogo, nimetembea, nimekuliwa pesa mengi tu nimefanyiwa, lakini ni kweli hapa kwako tosha, kwa sababu mimi naitwa Sharifu Mbogo tosha, hakuna kingine. Ukishafika kwangu madawa ziko, sio haya yenye yako hapa peke yake, madawa ziko nyingi. Madawa niko nazo aina nyingi, zote ni za kufanya kwenu, zote ni za kuwatengeneza nyinyi, zote ni za kuwa kwamba mnakaa vizuri, maisha yenu yakae vizuri. Madawa niko nazo, na sio ati haya peke yake. Madawa niko nazo kwenye ofisi hapo ya, kwa sababu utajiuliza na hizi nyumba, mbona nyumba ni ndogo? Watu walaini, mbona hizi nyumba ni ndogo? Hizo nyumba ni za mababu zangu. Na vile nimekuambia kwamba hapa ni sehemu ya onyesha hii ofisi ya babu huyu. Hii zote ni nyumba unaiona ni fupi ndogo, kwa sababu hata mwenyewe ukisimama kama wewe utaona kweli huwezi toshea. Hii ni nyumba ya mababu zangu wanaofanya kazi, hao ndio natumia. We mwenyewe usijue umeibiwa, kwa sababu hata ni kama mwenye wanaibiwa wengine na watuma hata nyuki. Nyumba yake ndiyo hiyo yenye unaona hapo juu. Hapo nikisha kuja hapa nipige magoti niseme mababu zangu na watuma mwende, huyo yoyote yule mwenye amechukua kitu ya mtu nataka ikuje hapa. Mwenye kutaka mambo na nyuki, hapa ndio kikao. Ni wengi wenye wamekuliwa pesa wakisema kwamba wanatumia nyuki, lakini hakuna chochote. Hapa ndiyo kikao. Mimi Sharifu Mbogo, mimi ndio nashika wezi. Mimi Sharifu Mbogo, mimi ndio natumia nyoka, mimi ndio natumia nyuki kuona kwamba nashika wenye wamechukua kitu ya mtu. Hapa ndiyo kikao, hii ndiyo kingdom ya kutuma hizo vitu. So wewe mwenye uko huko usikae, usijue nimekuliwa pesa au kuna udanganyifu. La, hapo ukifika mimi nimekuhakikishia Sharifu Mbogo tosha. Sharifu Mbogo, chochote kile chenye kinachokataa mimi nakifanya. Haya, watoto Mbogo anakaa wapi? Sharifu Mbogo hapa tuko kwenye kikao. Hii kiti ukisha kuja kwangu, mkosi tu visirani wewe ndio nikuambie kwamba hiyo kisirani umekaa nikukalishe kwenye hii kiti, maana yake nitakuwa nimekukalisha kama mfalme. Hapo moja kwa moja nikisha kukalisha kwenye hiyo kiti, nikuoshe na dawa zangu, nikuoshe na peremende, nikuoshe na maziwa, nikuoshe na soda ya Fanta. Kila kitu hautatoka kwangu vile umekuja, maana yake utakuwa mambo yako yameanza kwenda salama, utakuwa vizuri na utaishi vizuri, kwa sababu ukikaa hapo, hiyo ni kitu ya ufalme. Kwa sababu watu wengi hawajaiona hiyo kiti, na hii kiti ni ya miguu 3, na we mwenyewe uko na miguu 2, maana yake ingekuwa ya miguu 2 na viti zingine huwa ni za miguu 4. So hii ni ya miguu 3, iko na maana yake. Huyo kuku naye muona huyo mweusi, we mwenye umekuja kwamba umefanywa na unaona manyoya tu vile imesimama,
umekuja umefanyiwa vitu, tuseme kama umerogwa, huyo kuku ndio nakuweka kwa kichwa, anasimama mwenye umerogwa, huyo anakutoa uchawi wote wenye umefanyiwa, na kisha kutoa huo uchawi utauona hapo kwa hapo, akikutolea uone huo uchawi wote huyo kuku. Kuna mwingine mwenye uliona mwanzo ameenda kazi, lakini huyo mwenye unayemuona, sababu kila anayekuja ako na kazi zake, pia huyo amekuja kutumwa aende kazi. Utajiuliza amekuja kutumwa aje? Ukisha kuja, anakuja na mtuma, anaanza kutoa visirani. Wewe ukiwa kama uko mbali wapi, naweza kaa tu hapa hapa, na mtuma anakuja, hata mwenyewe unamuona, tuseme hata kama uko Ulaya anafika huyo, navyomuona hivyo. Utajiuliza atakujaje? Mimi ndio najua jinsi atakavyokuja, na atafika na atatoa kila kitu, na utaona akizitoa hapa hapa nikikupigia simu. Asanteni sana.